Ujambo mtazamaji, na karibu tena kwa kipindi kingine cha ushauri wa jamii. Jina langu ni Mwalimu Filipo au kipenda Mwalimu na mshauri wa jamii. Na leo tunaongea juu ya nguvu ya kufanya mambo. The power to do things. Kwa sababu watu wengi huwa wanaanza kitu, lakini wakianza wanakuwa wameomba, wamepanga, wamejitayarisha, na pale wanapoanza tu haiendi muda mrefu wanakwama. Kwa hivyo tunapoongea juu ya nguvu ya kufanya mambo, pia tunazungumzia juu ya sio nguvu ya kuanza tu, lakini nguvu ya kuanza na kuendeleza mambo. Kwa muda sasa nimekuwa nikiangalia watu wengi vile wanavyofanya mambo, na nimeshuhudia biashara nyingi zinaanzishwa, zinafungwa. Nimeshuhudia project nyingi zinaanza, zikifika katikati ama robo zinakwama. Nimeshuhudia watu wameanza kusoma, wanafika nusu ya masomo wanaacha kwa sababu kulikosekana namna ya kuendeleza. Na kwa muda nikawa ninafikiria na kujiuliza, ni kitu gani haswa husababisha mambo haya kutendeka? Na hilo swala nimelichunguza zaidi ya miaka 5, na ninaweza kukuambia matokeo ambayo nimeyatambua mimi mwenyewe kwa kustadi watu na vitabu, nikisikiza watu, nikiwauliza maswali, nikimake notes. Nimeshuhudia kitu kimoja, ya kwamba watu wana haja ya nguvu. Ili uendelee kimaisha unahitaji nguvu. Na ndio sababu unakuta watu wengine wanasema ninahitaji nguvu za kufanya biashara. Kwa hivyo wanaenda wanapewa vitu fulani za kuweka kwa ile biashara, ama wanapewa vazi fulani la kuvaa ndio aweze kuvuta wateja. Anaenda anapewa vitu fulani za kumsaidia na mtu fulani ndio aweze kuongoza watu na waweze kumsikiliza. Na watu wengi wanajua kwamba kuna nguvu, lakini kuna nguvu zilizo juu ya nguvu, na hizo nguvu ndio nataka kuongea habari yake. Nguvu zilizo juu ya nguvu. Sasa ukichukua nguvu moja uwekelee ingine juu, na uwekelee ingine juu, kunaitwa kupanga nguvu. Sasa nguvu iliyopangwa juu ya nguvu ingine huwa inaitwa mamlaka. So authority is the power that is delegated, nguvu iliyowekwa juu ya nguvu ingine. Kuna mtu mmoja alienda kwa Yesu. Alitumana kwa Yesu kwanza, akaambia Yesu, kuja uniponye, mtu wangu ni mgonjwa. Alikuwa na mtumishi wake mmoja aliyekuwa mgonjwa. So wale watumishi wakaenda kwa Yesu wakamwambia, huyu bwana ametumana, ni bwana wa heshima sana, na amesema umpelekee neno la kumponyesha yule mtu wake mgonjwa, kwa sababu mtu wake ni mgonjwa sana na yuko katika hali ya kufa. Yule bwana alikuwa kiongozi wa jeshi, alikuwa anaongeza wanajeshi zaidi ya 200. Alikuwa mtu mkubwa, kwa lugha ya Kiswahili walimuita akida katika cheo chake. Na Yesu akasema nitakuja kumponyea ule mtumishi wake ambaye ni mgonjwa. Na akachukua hatua na akaanza kuelekea kwenye nyumba yule mtu. Akiwa umbali kiasi fulani kabla hajafika, yule bwana akatuma askari wake
Akamwambia, endeni mumwambie yule Yesu anayekuja maneno haya. Endeni mumwambie, mimi ni mtu aliye chini ya mamlaka, na chini yangu ninao askari ambao huwa ninawatuma. Nikiambia huyu enda, huenda, na nikiambia huyu njoo, kuja. Kwa hivyo mwambie Yesu, si lazima yeye mwenyewe aje kwa nyumba yangu. Sioni kama inafaa mimi nimuite Yesu akuje kwa nyumba yangu akae. Lakini mwambie atumane. Kama vile mimi hutumana. Mwambie atumane neno tu na mtumishi wangu atapona. Yesu alipoambiwa maneno hayo akasema ameshangaa sana kwa sababu hajawahi ona imani ya namna hiyo hata katika Israeli. Na hivyo ndivyo mtumishi wa ule Bwana alipata kupona. Na kwa hivyo watu wengi wanaoelewa nguvu wanajua nguvu huwa iko ndani ya neno. The power is usually in the word. Nguvu haiko kwa vitambaa. Nguvu haiko kwa mafuta. Nguvu haiko kwa meno ya wanyama fulani. Nguvu haiko kwa, bwana mmoja aliniambia hata kikohozi ya simba. Nguvu haiko hata kwa kikohozi ya simba. Nguvu iko kwa neno. No wonder katika Zaburi, the wisest man who ever lived, yule mtu aliyewahi kuishi akiwa mwerevu sana kwa dunia hii, anaitwa King Solomon, alisema hivi: katika ulimi kuna nguvu ya uzima na mauti. So nguvu huwa iko katika neno. Ukitaka kuamini hiyo ni kweli, dunia yote iliumbwa na neno. Biblia inasema hapo mwanzo alikuwapo neno. Na hilo neno hapo mwanzo inamaanisha katika umilele uliopita dunia ilikuwa na neno. Na inasema ya kwamba na huyu neno alikuwa kwa Mungu. Na huyu neno ndiye alikaa pamoja na Mungu na hata akawa Mungu. Biblia inasema kupitia kwa neno vitu vyote viliumbwa, wala hakuna hata kitu kimoja kinachoonekana ambacho hakikuumbwa kwa neno. Tafakari hayo. Ninapowaza vile naona watu wakifanya mambo, watu waliambiwa action is power. Wakaambiwa you fake it until you make it. Kwa hivyo watu wamejaribu kufanya mambo, amefanya, amekutana na mtu mwingine, amempatia neno la kumvunja moyo, ameachana na ule mradi, ameenda zake. Napenda nikuambie, kuinuka au kuanguka kwa mtu kunategemea na neno alilolisikia. Kwa hivyo kabla ya kufanya mradi wowote, unahitaji usikie neno. Neno ndio liwe na nguvu katika maisha ya mtu. Ni lazima litamkwe. Neno ambalo halijatamkwa huwa halina nguvu. Na ndio hata katika kitabu cha Mwanzo unaona na Mungu akasema. Mungu hata kabla hajaumba mtu, angeumba mtu tu, aseme angalia nimeumba mtu. Lakini hata kabla hajaumba mtu alisema na tumuumbe mtu. Kwa hivyo nguvu ya kila kitu, nguvu ya kuanza ni neno, nguvu ya kuendeleza ni neno. So unahitaji kuwa na neno
linaloongoza biashara yako. Unahitaji kuwa na neno linaloongoza familia yako. Unahitaji kuwa na neno linaloongoza project, mradi huo unaanza. Unahitaji kuwa na neno ambalo linakuongoza kuingia kupigania uchaguzi. Kama hauna neno linalokuongoza, neno ulilolisikia, basi huo mradi huwa hauwezi kufaulu. Unaweza anza ndiyo, lakini hauwezi. Kwa Kiingereza inasema it cannot stand the test of time. Ninakumbuka vile Yesu alisema, na hii ni kitu cha ajabu. Katika Mathayo 24, Yesu Kristo alisema, dunia yote itapita, hata mbingu itapita, lakini neno halitapita. Kwa hivyo neno ndio nguvu. The power is in the word. Lakini ni neno lililotamkwa. Watu wengi wako na Bible. Wengi, hata siku hizi Bible zimewekwa kwa simu. Pale kitambo kabla simu hazijatokea, watu walikuwa na zile Bible za karatasi, zile za kushika, zile Bible mzito. Na watu walikuwa nafikiria akiwa na hiyo Bible shetani hawezi ingia kwake. Mwingine hata alikuwa anailalia, anaegemea hapa hivi, akienda kulala anailalia kama pilo. Pilo ni mto. Anailalia kama mto. Lakini hiyo haingezuia magonjwa kuingia kwake. Haingezuia shetani kwenda na kumnyonga. So unaweza kuwa uko na Bible kubwa, big. Unaweza kuwa na ingine kwa simu. Unaweza kuwa hata siku hizi kuna apps ambazo zinakuwekea Bible nyingi kwa simu. But until the word is spoken, there is no power. So neno hilo ambalo uko nalo, it must be spoken for it to release power. Ndio iachilie nguvu. Sawa? So neno linapotamkwa, ni nini hufanyika? Paulo alisema hivi, imani huja kwa kusikia. Kwa hivyo neno likitamkwa huwa linaumba imani. Na Biblia inasema imani huja kwa kusikia neno, na ni neno la Mungu. So neno la Mungu ndilo nguvu ya kuanza mambo, na ndio nguvu ya kuendeleza mambo. Neno la Mungu linaitwaje? Neno la Mungu linaitwa habari njema. Habari njema kwa lugha ya Kiswahili, kwa Kiingereza inaitwa gospel. Na ndio sababu Mtume Paul alisema the power is in the gospel. Okay? Alisema the message of the cross, ujumbe wa msalaba kwa wale wanaopotea ni upuzi. Watu wengi wanadharau ujumbe wa msalaba. Lakini Mtume Paulo akasema kwa sisi wale ambao tunaokolewa, huo ujumbe wa msalaba, hiyo ndio nguvu zetu. Nimekuambia nimefanya utafiti sana. Na kwa muda nilikuwa nafikiria experience inaweza pea mtu victory. Unaweza kuwa na experience katika leadership, unaweza kuwa na experience katika training. Unaweza kuwa umefunzwa sana, na unaweza kuwa umepigana sana. Biblia inaeleza juu ya mtu alikuwa anaitwa Goliath wa Gath. Goliath wa Gath. Huyu Goliath wa Gath alikuwa mtu amepigana vita miaka mingi sana, na hakuna vita alikuwa anashindwa. Na siku moja amewakabili watu wa Mungu, wana wa Israeli. Wameogopa wote, wamerudi nyumbani. Kwa siku 40 amewatishia.
Amesema nipatieni mtu mmoja tu, akinishinda mnatuchukua sote. Alikuwa kiongozi wa Wafilisti. Mnatuchukua sote Wafilisti, tunakuwa watumishi wenu. Lao sivyo, tukimgonga huyo kiongozi wenu, tukimpiga, tukimuua, nyinyi mnakuwa watumishi wetu. Na kwa hivyo aliwatishia sana. Wakawa wanaogopa wajue atafanya nini. Akatokea Daudi akiwa na neno. Na Daudi alipotokea, alienda kwa mfalme. Mfalme wakati huo alikuwa anaitwa Sauli. Akamwambia, nataka kumpiga huyu ambaye amekuwa akitishia jeshi la Mungu. Sauli akamwambia, vaa hizi mavazi za vita. Daudi akavaa zile vazi za vita, akasikia ni mzito sana, zitamshinda kupigana. Akaamua kwenda kwa vita akiwa hana protection, just because alikuwa na neno. Hana vazi la kukinga mishale na mkuki wa mtu ambaye amepigana vita na akashinda miaka yote, lakini alikuwa na neno. Nakwambia naongea na wewe juu ya nguvu za kushinda, na kwamba ni nguvu zilizo juu ya nguvu zingine. So huyu Goliathi wa Gathi akiwa na tajriba yote hiyo, experience yote hiyo, wakakutana na Daudi katika uwanja wa vita. Kwa kawaida watu hunena maneno kabla ya kuanza vita. Na kwa hivyo Goliathi akaanza kuongea, akasema, unanikujia na vijiti kwani mimi ni umbwa? Na yeye Daudi akamwambia, wewe unanikujia na mkuki, na unanikujia na mshale, na unanikujia na upanga. Lakini nataka usikie kwamba leo mimi nitakuua, na nitakata kichwa chako, na nitapatia ndege wa angani nyama zako, na dunia yote itajua kwamba Mungu hapigani na upanga wala mkuki, kwa sababu vita ni vya Bwana. Sasa Goliathi hakuelewa ile lugha Daudi anaongea. Dakika si nyingi Daudi alikuwa na kombeo. Kombeo kwa lugha ya Kiingereza inaitwa sling. Akakimbia, akachukua mawe 5, akaweka moja kwa kombeo, akazungusha hivi, akarusha. Hivyo amerusha, Goliathi wa Gathi akiwa amejifunika mavazi yake kila mahali, kofia ya chuma, huku mwili ni wa chuma. Alafu urefu wake wa juu alikuwa futi 9. Alikuwa mtu mrefu mwenye nguvu wa kutisha, mwenye afya. Jiwe liliingilia kwa mpenyo wa mahali mavazi yake yanaungana. Mahali huwa yanashikania. Jiwe likaingia pale, likamgonga na likaingia ndani kama risasi. Na hivyo ndivyo Goliathi wa Gathi ameanguka akafa. Kilichomuua Goliathi sio ile jiwe, ni ile nguvu ya neno lile alilo litamka Daudi. Na ndio Daudi katika Mithali, kitabu cha Zaburi akasema, mimi niliamini na nikaongea. Na Paulo ndivyo anatuandikia katika Wakorintho, anasema imeandikwa, niliamini na hivyo hivyo nikanena. Kwa hivyo neno lazima linenwe. Likinenwa, nguvu inatembea. Kwa nini? Likinenwa linaomba imani, na imani ndiyo kitu ambacho husababisha mambo kutendeka. Okay? So imani inaumbwa na neno. Material ile inaumbaga imani inaitwa neno. Ni kama bomb, ile material inaumba bomb. Sasa nayo imani, ile material inayoiumba inaitwa neno. Sawa sawa. So ni lazima uwe na neno lililo tamkwa. Aya. Let us get deeper.
Katika Zaburi sura ya 62 mstari wa 11, Daudi alisema hivi: Mungu amenena mara moja, lakini mimi nikasikia mara mbili, kwamba nguvu ziko na Mungu. Kwa hivyo nguvu ya neno huwa iko na Mungu, na ndiyo sababu pana haja sana ya kuamini hivyo. Nguvu ya neno huwa ina Mungu. Na Yesu siku moja akasema hivi: with men, kwa wanadamu hii haiwezekani, lakini kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Kwa sababu Mungu ndiye hubeba nguvu. Neno hilo kwamba kwa Mungu mambo yote yanawezekana liko katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18. Limerudi tena likaandikwa katika kitabu cha sura ya 32 ya Yeremia, mahali Mungu anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno ngumu lolote nisiloliweza? Katika Mwanzo aliongea na Abrahamu akamuuliza, je, kuna neno nisiloliweza? Akimwambia kwamba mkewe ambaye alikuwa anaitwa Sara ama Sarai alikuwa apate mimba akiwa na miaka 86. Wakati wa umri wake wa kuzaa umepita, lakini Mungu akamwambia hata hivyo atazaa. Na hivyo ndivyo alizaa akiwa na 86 years. So Mungu anauliza, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno ngumu lolote nisiloliweza? Na Yesu amerudia neno hilo. Tunaona likiwa limerudiwa katika Mathayo 19 mstari wa 26. Limerudiwa katika Marko 10 kuanzia mstari wa 27 kushuka. Limerudiwa katika kitabu cha Luka 18. I want you to know, power belong to God. Kwa hivyo nguvu ya neno kama iko na Mungu, ndio neno lipate nguvu, lazima liwe limetoka kwa Mungu. So kuna miaka imepita sasa, tuko katika generation nyingine, lakini sisi tulikuwa kwa hiyo generation imepita na tuko kwa generation hii kwa neema ya Mungu. Wahubiri walikuwa wanatoka Amerika walituletea habari ya kusema confession means possession, kwamba ukitaja unapata. Napenda nikuambie hivi, the power is not in the confession alone. Nguvu haiko kwa neno peke yake. Nguvu iko kwa the source, chanzo. Lile neno linatoka wapi? Mahali lile neno linatoka ndio huwa panazaa nguvu ya ile neno. Tuko pamoja? Na ile neno ikienda kama iko na nguvu, nayo inaumba imani. Ikiumba imani, nayo imani inaumba matendo. Kunaendaga hivyo. So kuna mzizi wa neno, kuna lile neno lenyewe, na kuna imani, na kuna matendo. Kwa hivyo ukiweka Mungu katika picture ya maisha yako, bila shaka ni lazima mahali kuna Mungu kutatokea neno. So watu wengi wanasema tunaamini Mungu, tunaamini Yesu, tunaamini Roho Mtakatifu. The question is, uko na neno? So failure zako nyingi zinatokana na hauna neno. So watu wengi ambao hawana neno huwa wanajaribu mambo. They try to do things. Anajaribu hii inashindikana. Anajaribu hii inashindikana. Na alafu unakuta watu wengine watamwambia jaribu tu, kujaribu ndio kuweza. Magari ya nomo mahota, kujaribu ndio kuweza. Kujaribu si ndio kuweza. Hapana. Lazima uwe na neno.
Kama huna neno, my friend, utafanya bidii yako lakini utachoka sana. Kuna watu ufaulu lakini kule kufaulu kwao kunakuwa kwa muda. Lakini kufaulu ya kudumu isiyo na kung'ang'ana kukubwa huwa inatokana na kuwa na Mungu katika maisha yako. So watu wale ambao huenda kutafuta misaada kwa watu wenzao, Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Kwa hivyo kama kuna mtu fulani katika maisha yako ambaye ni kinga yako, Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. So simfanye mwanadamu kuwa kinga, mfanye Mungu kuwa kinga yako. Sawa sawa? So maandiko yanasema mtumaini Bwana Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Nataka uamini zipo nguvu ndani ya Mungu zinashinda venye unavyofikiria. Paulo aliamini kuhusu hizi nguvu, na akawa anasema wakati tunaomba huwa tuko na mfano fulani, tuko na image fulani na matarajio fulani ya vile mambo yatatokea tukimaliza kuomba. Lakini akasema kuna yeye ambaye anaitwa Mungu, anaweza kujibu maombi zaidi sana ya vile tunavyoomba, zaidi sana ya vile tunavyofikiria, kulingana na ile nguvu aliyoweka ambayo inafanya kazi ndani yetu. I want you to take that home, kwamba kuna Mungu ambaye atajibu maombi yako zaidi ya vile umeomba na zaidi ya vile unavyofikiria itakuwa, kwa sababu power belongs to God. My friend, kama huna nguvu katika maisha yako, lazima uoga siku zingine itakuandama. Na Yesu aliangalia wanafunzi wake akajua hawa mabwana uoga inawaandama. Wakati kiongozi wao aliondoka tu, walibaki wako na uoga. Na Yesu akawapa ahadi, akawaambia nikiondoka msijali, nitawatumia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akija juu yenu, mtakuwa mashahidi wangu Jerusalem, Judea, Samaria mpaka mwisho wa dunia. Watu hujisikia wamelindwa sana wakiwa na kiongozi. Lakini kiongozi akiondoka wanasikia uoga. Lakini Yesu alisema hivi, mkijazwa na Roho mtakuwa jasiri. Na ndiyo sababu unakuta katika Matendo ya Mitume 4:13 huyu bwana anaitwa Simon Peter hakuwa amesoma. Hakuwa amesoma, lakini alikuwa na ujasiri mwingine hapo uliomwezesha kuongea na the who is who katika uongozi wa siku ile, na akaongea na wao vizuri na akawashawishi na wakamsikia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu zilikuwa zinafanya kazi ndani yake. So Yesu kabla hajaondoka, namba 1 alijua hawa watu watahitaji kuongea na watu aina mbalimbali katika Yerusalemu, waongee na watu katika Judea, Samaria, hata mwisho wa dunia. So akahitaji awapatie nguvu zitakazowawezesha kufaulu katika kuongea kwao na watu. Lakini akajua pia katika pita zao wanaweza kutana na watu wabaya na vitu vibaya vinavyotaka kuwadhuru.
Ndio akawaambia nimewapa nguvu ya kukanyanga nyoka. Nyoka ikitaka kumdhuru, kitu yoyote inayofanana na nyoka, akawapatia nguvu ya kuikanyanga. Akawapatia nguvu ya kukanyanga scorpion, scorpion. Na akawapatia nguvu ya kukanyanga nguvu zingine zote za adui. Look at that. Yesu alipatia wanafunzi wake nguvu za kukanyanga nguvu zote za yule mwovu. Na akawaambia kwa sababu kunaweza kuwa na retaliation. Adui anaweza fikiria ukishamshinda akugonge tena. Yesu akawapa neno la kusema, na wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru kwa njia yoyote. Akawapatia assurance. Na hivyo ndivyo maisha yao, walitembea na uhakika wa nguvu hizo na wakaona wanafaulu sana. Sawa sawa. Kwa hivyo nataka kwanza upate kopi ya maneno yanakuanga namna hiyo. Kuna kuaga na Mungu, kuna kuaga na neno, kuna kuaga na imani, kuna kuaga na matendo. Rudia tena. Kuna Mungu, kuna neno, kuna imani, kuna matendo. Sawa? Okay. Wacha tuingie deep. Katika kila family kuna baraka fulani. In every family there's a blessing ambao kila familia ilipewa na Mungu ibebe. Na hiyo inatokana na Abrahamu, baba wa imani, ambaye Mungu alimuita baba wa mataifa. Mungu alimwambia Abrahamu, kupitia kwako familia zote za dunia zitapata kubarikiwa. Through you, all the families. Familia za wakubwa, familia za watu wa kadri, familia za hustlers, kila familia itabarikiwa kupitia kwa Abrahamu. Kwa hivyo Mungu alishaachilia baraka tayari. So tunapojikuta katika familia zetu, pana haja ya kuuliza, kwa hii family baraka zinakuanga wapi? Kwa sababu kuna watu ambao wana baraka za kuishi sana. Ataishi mpaka watu, hata yeye mwenyewe aanze kuuliza atakufa lini. Kuishi sana ni baraka. Kuna wengine wako na baraka ya mali. Ni matajiri tu. Unatajirika tu. Ukianza kitu kidogo, unatajirika tu. Kuna familia ziko na baraka za kuongoza watu. Yeye akishika uongozi atakalia hiyo kiti mpaka siku ile atataka kuondoka. Kuna familia ziko na baraka za success. Hakuna kitu akianza kinakosa kufaulu. Chochote aanze nini, hata aende huko jangwani aanze kuhubiri, atakuwa na kanisa. Afungue hoteli, watu watakuwa wanaenda kulala. Na ni jangwani huko. Jangwani watu wao wanasafiri mbali kwenda kwake. Aanzishe kibanda kwa barabara huko, hakuna watu watakuwa wanaenda na magari kutoka kwa miji. Kuna watu wana mkono wa success. Watu wengine wanaita mkono, lakini ni baraka. Kuna watu wako na baraka ya akili mzuri. Familia zimepewa akili mzuri. Yule mtu akikuadvise kitu, lazima kitafaulu. Zinaitwa baraka za familia. Kuna familia zingine ambazo zina mili mizuri tu. Au watu hawagonjekangi. Hakuna siku utasikia walilazwa hospitali. Kuna siku utasikia ati magonjwa iko huko. Hakuna siku utasikia ati wanatumia pesa kwenda ng'ambo kwa sababu wako na mgonjwa. It is a kind of blessing. Kuna wengine wako na baraka tu ya kusoma sana kwao. Yule mtu wa chini ako na degree moja. Kuna wale wako na degree 2, wako na degree 3, wako na PhD, Na kuna watu wana baraka za kuajiriwa. Hakuna kazi atauliza akose kupewa. Kwenu kuna baraka gani?
kuna baraka gani kwenu? Sasa watu wengi wakijikuta katika hii dunia hawaangalii sana baraka za kwao, huwa wanaangalia baraka za kwingine. Unakuta kwa sababu macho huona na mbele, macho hayajioni, yanaonanga na mbele. Unakuta mtu anauliza, mbona ile familia imebarikiwa na masomo sana? Sasa mnaanza kutamani kama kwenu mngebarikiwa na masomo, kumbe mmeibarikiwa na biashara. Mbona kule wamebarikiwa na uongozi sana, unaanza kupigania uongozi, kumbe nyinyi mlibarikiwa na ushauri. You are king's advisors, you are king makers. Ni lazima ujue baraka inayofanya kazi kwenu, kwa sababu ipo baraka kwenu ambayo inafanya kazi. Na usipoichunguza hiyo, utadanganywa na watu wakwambie unafaa kusomea hii ndio ukue hii, unafaa kujua huyu ndio ukue hiki. Napenda nikwambie my friend, kwanza chunguza Mungu aliwapa nini. Na ndio sababu wakati Mungu alikuwa anaongea na Musa, alimuuliza uko na nini kwa mkono? Mungu akamwambia niko na fimbo. Akamwambia weka chini, akaweka ile fimbo yake chini. Hivyo ameweka fimbo yake chini, ndivyo imegeuka imekuwa nyoka. Musa ametoroka. Mungu akamwambia ishike mkia. Mungu akamwambia shika nyoka mkia. Wewe Mungu akikwambia ushike nyoka mkia, unaweza shika? Musa na imani yake kubwa akaenda akashika ile nyoka mkia, ikageuka ikakuwa kijiti. Na hivyo ndivyo Mungu akamwambia Musa, wewe kwenu kuna miujiza. Akamwambia weka mkono hapa, akaweka mkono hapa. Hivyo ameweka mkono hapo kutoa, akakuta mkono yote ishakuwa leprous. Akamwambia rudisha tena. Kutoa ile ukoma yote imeisha. Basi akamwambia sasa wewe uko na baraka ya miujiza. Ukienda huko hakikisha umeambia mfalme cha kufanya, kwa sababu kila utakalo linena litatendeka. Angalia Nabii Elia. Nabii Elia amepata njaa. Amekuja kwa mwanamke ambaye ana chakula kidogo, lakini Nabii Elia alikuwa na baraka ya ulimi. Amemwambia yule mwanamke, kuanzia sasa ukinipatia hiyo chakula nikikula, nikikula mimi, wewe hutawahi ishiwa na chakula mpaka siku ile njaa itaisha katika nchi. Hata kama wengine watakufa, wewe hufi. Na hivyo ndivyo mwanamke yule amejaribu, amempa chakula akakunywa, amempa na maji kidogo akanywa, na hivyo ndivyo ameishi mpaka njaa imeisha kwa ule mji. Sasa problem comes wakati ambao unataka kutembelea baraka ambayo si ya kwenu. Pengine ulipewa baraka ya kushauri, hukupewa baraka ya kuongoza, na unataka kuacha baraka ya kwenu ya kushauri uchukue baraka ya kuongoza. Ama mlipewa baraka ya kufaulu katika kuajiriwa, na wewe unataka kuwa mwajiri. Crossing from one blessing to another unahitaji bridge. Sawa. Crossing from one blessing to another unahitaji bridge, daraja. Ile daraja katika siku za Biblia ilikuwa inaitwa maagano ama covenant. Kwa hivyo watu ambao walikuwa maskini sana, walikuwa na baraka kwa mfano za kuishi sana lakini hawana vitu, walienda kwa watu matajiri wakawaambia tunataka kufanya agano na nyinyi, kwa sababu nyinyi mko na nguvu na sisi hatuna. Tunataka tufanye agano na nyinyi. Ndio hili agano liwe la sisi tutakapovamiwa na maadui mtatusaidia, na nyinyi mtakapovamiwa na maadui tutakuja tuwasaidie. So watu walivukisha baraka kutoka pande moja kwenda ingine
kupitia kwa covenant. They covenanted with one another. Na ndio hiyo covenant ishike. Watu walikuwa wanatoa sadaka. Wanatoa kitu fulani ambacho ni cha kupiga muhuri yale maagano. Na hayo maagano hayakuvunjwa. Yalishikilia kutoka siku hiyo yametengenezwa. Na hayakukatika. Wale waliokuwako wakizeeka wakifa, wale wanakuja wanajua kulikuwa na maagano hivyo. Sasa siku moja Daudi amefanya agano na Jonathan. Kwa maana Daudi familia yao ilikuwa ya chini na Jonathan familia yao ilikuwa ya juu. Wakafanya maagano. Wamekuja wakaenda, Jonathan ameaga, babake ameaga. Daudi amekuja akachukua uongozi. Daudi akachukua uongozi miaka mingi, ameona ukame umeingia katika nchi. Miaka 3 hakuna kitu kina grow katika nchi. Shida imetokea. Daudi akashindwa ni nini. Daudi akaingia kwa kufunga na kuomba, kumtafuta Mungu, kujua hii shida iko katika nchi hii ni ya nini. Na kwa hivyo Mungu akamwambia, kuna kabila fulani ndogo iko mahali fulani. Wao walikuwa na ukoo na familia ya Sauli. Na wewe Daudi ulifanya agano na familia ya Sauli. Na hao ulipochukua uongozi uliwadharau. Ukakosa kuwapa kile ambacho wanafaa kupewa. Ukakosa kuwafanyia kile wanafaa kufanyiwa. Na hii shida yote unaona katika nchi miaka 3 kuna mvua, kwa sababu ya yale mambo ambayo hujafanyia wale watu mliofanya agano na wao. Daudi akamaliza maombi, akatubu, akawaita wale mabwana, akawauliza, ni nini ambao hatujawafanyia mngependa kufanyiwa? Wakasema. Waliposema, hapo ndio mvua ilifunguka na nchi ikabarikiwa. So kuvuka kutoka kwa baraka ya kwenu kuingia kwa baraka ya wengine huwa kunataka maagano. Na yale maagano huwa yanadai baraka fulani. Ndivyo ilivyo. Ukiona mtu amebarikiwa, fanya agano na yeye. Sasa maandiko matakatifu yanasema Yesu alifanya agano na wanafunzi wake. Na akafanya agano na kanisa. Akachukua mkate, akauvunja, akala. Akasema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Alafu akachukua kikombe cha juice, akanywa, uzao wa mzabibu. Akasema, na hii ni damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Na hii nimefanya ndio inaitwa agano jipya. Kwa hivyo kutoka wakati huo Mungu akaingia katika agano na mwanadamu. Ndio wakati mwanadamu atakuwa na shida aweze kudai msaada kwa Mungu aliye na nguvu. Na wakati Mungu atakuwa anahitaji kitu kifanyike duniani, awe na mtu wa kukifanya. Kwa hivyo leo nilikuwa nakuuliza uingie katika agano na Mungu. Ndio wakati wowote ukimulilia, ukimuita, ukimwomba, awe anakusikia, kwa sababu umeingia katika agano na yeye. Na njia ya kuingia katika agano na yeye ni kumwamini Bwana
Yesu Kristo. Paulo alimwambia bwana moja, askari wa jela, akamwambia, mwamini Bwana Yesu Kristo na utaokolewa wewe na jamii yako. Napenda uyatafakari hayo. Unakwama, unakosa nguvu kwa sababu hauko ndani ya agano. Siku hizi kuna mahubiri mengi mnaambiwa mjenge madhabahu, lakini nimekuja kukwambia ingia katika agano na Mungu. Upeane roho yako, mawazo yako, nguvu zako zimtumikie Mungu. Yesu aliambia watu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa mawazo yako yote na kwa nguvu zako zote. Hiyo ndiyo amri ya kwanza. Na ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Ningependa nikomee hapo, lakini nimekuita uingie katika agano pamoja na Mungu. Ikiwa ungependa kufanya hivyo, unaweza niandikia hapo kwa comment, nami nitakuongoza namna gani unaweza ingia katika agano na Mungu wako kwa sababu ya kupata nguvu ya kuendelea katika maisha. Asante sana kwa muda wako. Asante kwa sababu ya kuangalia mkanda huu. Mungu akubariki sana, na kwenu kuna baraka na wewe unaibeba, na utaongeza hiyo baraka kwa kufanya agano na watu walio na baraka unayoipenda wewe. Kwa sasa nataka nikomee hapo, na ningependa nikuulize usubscribe, ulike na ucomment na ushare huu mkanda hapo chini. Mungu akubariki hadi kipindi kingine. Mimi wako Mwalimu Filipo, ama ukipenda mwalimu wa jamii. Kwaheri na Yesu akae na roho yako. Asante sana.